Kujisalimisha katika mikono salama ya Mungu. Mwenye imani anajisalimisha katika mikono salama ya Mungu. Ndugu yangu, imani sio swala la hisia. Imani sio hisia ya moyo, sio hisia. Imani ni msimamo kamili wa moyo katika kumwamini na kumtegemea Mungu. Imani ni nini? Ni msimamo kamili wa moyo, msimamo thabiti wa moyo katika kumwamini na kumtegemea Mungu. Kumbe mtu mwenye imani anakuwa na msimamo thabiti, anamtegemea Mungu moja kwa moja. Katika somo la Injili yetu inatoka Luka sura ya 17 aya ya 5 hadi ya 10. Naambiwa kwamba mitume wanamwambia Yesu awaongezee imani. Bwana, tuongezee imani. Utuongezee nini? Imani. Lakini Yesu hawajibu kulingana na wanavyotaka wenyewe, lakini anawaambia kwamba hamna imani. Anasema kwamba mngekuwa na imani hata hiyo kidogo ambayo mnadhani kwamba mnayo, mngekuwa na imani hata hiyo kidogo ambayo mnadhani kwamba mnayo, mngeweza kuambia mlima huu ng'oka ukapandwe baharini, na ungewatii. Unaona? Yesu sio kama anaongeza sema okay, mnataka imani, haya chukueni. Wapendwa katika Kristo, kumbe imani sio swala la kiasi. Una imani moja, imani mbili, au una imani kilo 4. Imani haipimwi katika uwingi. Imani haipimwi katika uwingi, ila imani inapimwa katika kujikabidhi. Inapimwa katika ule msimamo wa moyo. Kipimo cha imani ni nini? Ni msimamo wa moyo. Hicho ndio kipimo cha imani. Ni msimamo wa moyo katika kumtegemea Mungu. Ndicho kipimo cha imani. Moyo wako una msimamo kiasi gani katika kumtegemea Mungu? Imani ni kujisalimisha katika mikono salama ya Mungu. Umejisalimisha kiasi gani? Umejisalimisha kiasi gani katika mikono ya Mungu? Umejisalimisha kiasi gani? Mwenye imani anajisalimisha kwa Mungu moja kwa moja. Imani ni hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Je, haya mambo unayoyatarajia hayo, una uhakika kiasi gani? Una uhakika kiasi gani? Hiyo ndiyo kifupi juu ya maana ya imani. Wapendwa katika Kristo, kwa msisitizo unaoonekana hapa ni kukaa pamoja kwa matarajio. Kuwa na matarajio, kumtarajia Mungu. Yesu hatoi msaada ambao mitume wanahitaji. Lakini anawakosoa. Anasema hata mngekuwa na imani japo kidogo tu, mngeweza kufanya mambo makubwa kabisa. Ndugu yangu katika Kristo, Yesu anakemea wafuasi wake kukosa imani. Wafuasi wa Yesu wanapoomba imani wanataka nini? Huenda wengine wakatamani kwamba imani ilete uhakika wa aina fulani, labda hata ubora wa maisha, labda imani iwaletee raha, labda imani iwaletee pesa. Hapo imani inakuwa utimizo. Na hii ndio shida hata leo hii pia sisi. Katika miaka ya leo, enzi hizi, watu wengi wamekuwa wanapotosha watu. Tumekuwa tunahubiri injili ya mafanikio. Tumekuwa tukihubiri injili ya nini?
ya mafanikio. Moja anaanza tu nakwambia rakashakatata, pokea gari. Pokea gari. Wewe una connection friends za kupata gari? Wewe una hela la kununua gari? Au umefanya mkopo wa gari? Litoke wapi? Litoke wapi? Ndio injili za mafanikio hizo. Na tunadanganya watu kama tunawatia imani. Kumbe unadanganya watu. Tunaanza, haya, inua simu yako juu. Inua simu juu. Inua simu juu. Pokea muamala. Muamala utatoka wapi? Mimi nakuuliza, muamala utatoka wapi? Kuna mtu namdai? Kuna mtu unamdai? Eti katekista. Pokea muamala. Kuna mtu namdai hela? Tuongee tu wazi tu, kuna mtu namdai hela? Au kuna mtu alikuwa inabidi kulipa hela leo hii? Hapana. Bado hatuna imani. Tunadhani kwamba kuwapa imani watu ni kuatia moyo. Pokea gari. Pokea pesa. Huu ni umaskini. Huu ni nini? Umaskini. Maskini ni nani? Maskini ni mtu ambaye hana cha kuuza. Maskini yule ambaye hana cha kunini? Hana cha kuuza. Yule ambaye hauzi kitu. Huyo ndio maskini. Maskini ni nani? Ni yule ambaye hadai. Hadai. Yaani ukiona wewe, ndio Yesu Kristo. Ukiona wewe hauna kitu unachouza. Hauna kitu unachouza. Wewe maskini. Ukiona wewe hauna hata mtu unamdai hela, wewe maskini. Ndio Yesu Kristo. Wewe una cha kuuza. Ukiona una shamba, wewe tajiri, unaweza kuuza shamba. Umelima viazi vyako, wewe tajiri, unaweza kuuza viazi. Umelima mahindi yako, wewe tajiri, unaweza kuuza mahindi. Wewe ni mwalimu, unafundisha pale shule ya msingi ya Poroto, maana yake ni kwamba wewe unauza elimu. Unauza elimu. Serikali inanunua elimu yako. Serikali imekukodisha. Tumsifu Yesu Kristo. Ukiona maana wewe ni mwalimu, unauza elimu pale shuleni, serikali imekukodisha ili inanunua elimu yako. Wewe tajiri. Wewe ni kwaya master pale, mwalimu wa kwaya, unauza elimu ya kwaya. Angalizo, sio kila anayeuza anategemea kupata pesa, hapana. Kuna wengine tunauza tutapata mbinguni. Mimi padri, kuna ninachokiuza. Nauza nini? Injili. Mimi sinafundisha jamani? Si ninachokiuza? Nauza injili. Malipo lini? Siku ya mwisho mbinguni nitalipwa. Kwa hiyo maskini ni yule ambaye hana cha kuuza. Huyo ndio maskini. Sasa tunapowadanganya watu, pokea, ana cha kuuza? Ana cha kuuza? Na ndio maana tunaambia kwamba tuwapeleke watoto wetu mashuleni ili asome, awe na cha kuuza. Mtoto akisoma, anasoma vizuri, anamaliza shule ya msingi, anaenda sekondari siku hizi, baada ya pale anaenda diploma, anakuwa tayari ana cha kuuza. Anaweza kauza maarifa yake. Huyo ana cha kuuza. Wapendwa katika Kristo, kumbe mitume pia walikuwa wanadhani kwamba utuongezee imani.